Kwanza mimi leo nimefurahi sana kuwa hapa, na moja ya sababu ambayo nimefurahi ni kwamba kwanza ni siku ya wanawake, tunasherehekea na kumthamini mwanamke duniani. Lakini pili, kitu ambacho nimefurahi ni kwamba tuna hulka na kawaida ya kumsherehekea mwanamke ambaye tayari amejitambua, yuko katika kazi, yupo katika maisha, tayari anajielewa. Na kuna wakati huwa tunajisahau kidogo kwamba tunaposherehekea siku kama hii tunatakiwa tumsherehekee mtoto wa kike pia. Ninatambua na ninaheshimu kwamba kuna siku maalum ya mtoto wa kike, lakini mwanamke wa leo anajengwa na anatokana na binti wa leo. Niseme mwanamke wa kesho anatokana na binti wa leo. Kwa hiyo niseme kwamba ndio maana nimefurahi sana kuwepo hapa. Nimefurahi kwa sababu ninakutana na mabinti ni wadogo kweli. Kwa hiyo kwangu mimi yeye akiniona naona tu ni mgeni amekuja naangalia uvumbuzi ninaofanya. Lakini katika kichwa na mawazo yangu na tathmini yangu niko kusema na kufikiria mimi nilikuwa wapi wakati na umri wake. Yaani nikijitazama katika macho ya udogo au umri mdogo ambao walikuwa, naona wako mbele sana, and I'm so proud. Yaani wako mbele, wanajitambua, wanajielewa, na kwa namna moja ama nyingine wengi unaona kabisa wanajua wanataka nini. Ule umri wao ambao wote nimekutana nao hapo, hapana, nilikuwa sitambui nataka nini. Kwa hiyo naweza nikasema hilo ndio limenifanya nifurahi kusherehekea hapa tulipofika, na jinsi ambavyo kuna misingi mizuri sasa hivi ya kumjenga mtoto wa kike na kumwona kwamba ana thamani katika jamii. Napenda sana kusihi jamii, nafikiri haitoshi peke yake. Ndio rais ameishafanya, lakini jamii zinafanya nini? Mashule yanafanya nini? Nataka nipongeze hata shule zinazofanya jitihada. Leo tuko hapa, tumeenda kuangalia mashindano ya watoto wa kike kwenye masuala ya sayansi. Hizo ndio jitihada zinazotakiwa, kwa sababu la sivyo majengo yatakuwa kama gofu kusipokuwa na jitihada za lazima za sekta mbalimbali na watu mbalimbali, kuanzia ngazi ya familia, ya wilaya, ya mkoa, ya kitaifa, na hata katika mihimili ya maamuzi kama vile wizara, hata inapokuja zile informal, inapokuja dini. Kwa hiyo ni mambo mengi. Nafikiri tu napenda kuhimiza jamii kwamba tuna jukumu kubwa sana la kuhakikisha kwamba matokeo yanafanikiwa, yani kunakuwa na matokeo na kunakuwa mafanikio ya malengo. Mimi ni kiongozi mwanamke ambaye nafanya katika sekta ya tehama. Shirika letu la Tech and Media Convergence tumejikita kwenye masuala ya tehama. Na nikiri kwamba while huku tukiwa tunahubiri masuala ya 50-50, yasiwe tu yani ule wajibu wa yani ule wajibu wa kusema kwamba 50 kwa 50 isiwe tu katika mamlaka au isiwe katika mashirika, iwe katika na wewe kama mwanamke ujue kwamba hilo ni swala ambalo tunalitaka na kweli litokee. Saa nyingine nafurahi sana jitihada za Mheshimiwa Rais, na kwanza napongeza na nafurahi leo rais yuko kusherehekea na wanawake wengine nchini, yani sherehe ile rasmi ya kitaifa inafanyika pale Arusha, na inaonesha dhamira yake na jitihada yake na nia yake na juhudi zake za kutaka na kusukuma na kuamini katika nafasi ya wanawake na majukumu alionao katika jamii. Kwa jina naitwa Mwalimu Tezimana Elfas Kiogera. Yes, leo tuko hapa Jangwani Secondary School tukiwa na agenda moja tu, ikiwa ni maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani leo tarehe 8 mwezi wa 3. Tumeamua kuungana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye yeye yuko pale Arusha kwa ajili ya maadhimisho haya kitaifa. Kama unavyojua shamla zilianza tangu wiki iliyopita mpaka leo hii. Kwa sisi tuko Jangwani, lengo ni kuonesha uwezo wa mwanamke. Tumefanikiwa kuona uwezo wa mwanamke kupitia kwa Jemedari Dr. Samia Suluhu Hassan, kama ambavyo amefanikiwa kujenga shule za serikali za watoto wa kike kuanzia mkoa wa mjini wa Dar es Salaam mpaka mikoa ya Kigoma. Kote amefanikiwa kutengeneza shule za watoto wa kike. Lakini pia amefanikiwa kuinspire watoto wa kike kuweza kujifunza masomo ya sayansi kuanzia katika vijiji mpaka katika miji na majiji. Lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kusapoti pia maendeleo ya taifa. Amefanikiwa kusapoti swala zima la usafirishaji. Amerahisisha usafirishaji kwa kutengenezea treni ya mwendokasi ya SGR. Lakini pia tunaona namna ambavyo anapambana kuhakikisha anaongeza barabara za mwendokasi. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuonesha
kuonesha uwezo wa mwanamke. Zamani mwanamke alikuwa anachukuliwa kama house girl, alikuwa anachukuliwa kama mama wa nyumbani, lakini leo hii imebadilika. Tunaye amiri jeshi mkuu Mama Samia Suluhu Hassan, mwamba kweli kweli, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sana kwanza kabisa kwa majina naitwa Mwalimu Hassan Abdulaziz, ni mwalimu wa physics. Nature ya matukio kama haya yana muhimu sana katika taifa letu. Kwanza kabisa hata watoto wanapata courage ya kujiona kwamba wanaweza kufanya kitu ambacho jamii inaweza kushangaa. Leo tumekuja hapa tunashuhudia watoto mbalimbali kule wanaonyesha maonyesho ya science. Watoto wametengeneza vitu mbalimbali, wanatengeneza vitu kama madaktari. Watoto wametengeneza program mbalimbali, wameonyesha mpaka athari za pombe katika maini. Watoto wao ni watoto wadogo sana, watoto wa form 1. Wewe fikiria mtoto huyu akifika form 6 anakuaje? Fikiria mtoto wake akifika chuo kikuu atakuaje? Hawa tukiwaandaa vizuri tunapata kweli madaktari. Kwa hiyo daktari wa kweli anaandaliwa kutoka chini. Kwa majina naitwa Zainab Said Selemani, nasoma Jangwani Secondary School. Kwanza tunasema asante kwa kuendeleza au kuendelea kuhamasisha hii siku ya wanawake duniani. Kwa upande wetu sisi tumejisikia furaha, wanawake tunaweza na tujiamini. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.